mtatiwa moyo na salamu zake Mwashamu Baba Askofu Mengele, askofu mstaafu wa KKKT Dayosisi ya Kusini kule Njombe. Anawaombea, anawatia moyo, anasema tuitetee haki katika nchi hii. Basi mimi ni siku ya ni mkoa wa 13, maana yake nikifika hapa Arusha, maana yake nimemaliza karibu nusu ya mikoa ya Tanzania. Na kwa nini ninazunguka kwa ajili hiyo? Ninalo jambo moja tu. Neno la Mungu lilimwambia nabii Ezekiel katika kitabu cha Ezekiel sura ya 33 na mstari wa 20 na kuendelea, ya kwamba mwanadamu, nimekuweka ili uwaonye watu, uwaambie makosa yao. Usipowaambia wewe, wakifanya makosa utadaiwa. Lakini ukiwaambia, wasiposikia, damu yao hautadaiwa wewe. Nami kwa niaba pia ya viongozi na maaskofu wengine na viongozi wengine wa dini, hasa kwa niaba ya kanisa, ninazunguka nchi nzima kuwaambia Watanzania ili tusidaiwe kama kanisa. Hatukudaiwa wakati wa uhuru. Padri wa kanisa Katoliki Father Welsh, wakati Watanganyika wanahangaika, alimuita baba wa taifa Julius Nyerere, akampa siri ya kudai uhuru wa nchi hii pasipo kumwaga damu. Ndipo Julius Nyerere akazunguka nchi nzima ya Tanganyika wakati ule, na kaenda Umoja wa Mataifa, Tanganyika ikapata uhuru pasipo kumwaga damu katika ukanda huu wa Afrika. Ndiyo wajibu wa kanisa kutetea haki na kusimama kwa niaba ya wananchi, kusema mahali ambapo watu wengine hawawezi kusema. Na tunazunguka tunawaambia kwamba nchi yetu imefika mahali pabaya sana. Hatuhitaji kuwaambia, ninyi mnajua. Ushenzi wa kuua watu, ushenzi wa kuteka watu, ushenzi wa kupora kura, huu umeendelea na ninyi ni mashahidi. Sasa tumekuja kuwaambia kama viongozi wa kanisa ya kwamba tusimame kama Watanzania, tuandike katiba mpya, tudai tume huru ya uchaguzi, tuondoshe mifumo ya uchaguzi ambayo haitendi haki. Tusipowaambia sisi tutalaumiwa, lakini kwa sasa tumewaambia hatutalaumiwa. Msiogope, hatutauawa wote, hatutakufa wote. Baada ya kanisa kuanza kusema, mlimsikia baba askofu rais wa kanisa Katoliki aliposema ya kwamba wamwachie huru Tundu Lissu watawala, ya kwamba waandike katiba mpya, ya kwamba wabadilishe mfumo huu. Wakampiga, wakataka kumuua watu wasiojulikana, wakataka kumuua Padri Kitima, katibu mkuu wa kanisa la Katoliki, wakataka kumuua. Na si hivyo tu. Hapa Arusha kuna mtumishi wa Mungu, mchungaji, ni kijana, nafikiri siku chache zilizopita, aliongea kuonya mambo, akakutwa polini huko ameteswa. Sasa kama lengo lao ni kutaka kutisha viongozi wa dini, ni kutaka kutisha kanisa, nataka niwaambie, hakuna kiongozi yoyote mtawala duniani, hakuna utawala duniani uliowahi kunyamazisha sauti ya kanisa. Tutashinda mapambano haya ya haki, tutaanzia katika mpya, na nchi itakuwa huru, itafunguliwa. Nyosha mkono wako. Baba, katika jina la Yesu, hawa ni watu wa Arusha na wanakubali kutenda haki katika nchi hii. Tuangushe mifumo yote ya ukandamizaji, sema amina. Ili tuandike katiba mpya, sema amina. Tuondoe roho ya kumwaga damu, sema amina. Umwagaji damu, roho ya kipepo ikashindwe kwa jina, sema amina. Mamlaka yoyote ambayo inataka kushamili kwa kumwaga damu ikafezeshwa kwa jina, sema amina. Kiongozi yoyote, awe mteule, awe amechaguliwa na watu, atakayetoa amri au aliyewahi kutoa amri ya kutesa watu, ya kuteka watu,
ya kuua watu, ya kupoteza watu, akafedheheshwa yeye na uzao wake, watoto wake, kizazi cha kwanza, kizazi cha pili, kizazi cha tatu na cha nne, katika jina la Yesu, amina. Asante sana baba askofu. Watu wa Arusha, makofi kwa baba askofu tafadhali. Sasa kupeleka message kubwa kwa umma huu, nichukue nafasi hii kuambieni watu wa Arusha, chama hichi kina historia, na historia ya chama hichi unapoitaja usisahau kumtaja mtu anaitwa Dr. Willibrod Slaa. Huyu ni mtu aliyebeba historia ya chama hichi. Baba, karibu zungumze na watu wa Arusha, watu wamsaidie kidogo azungumze na watu wa Arusha. Baba, karibu sana. Asante. Arusha peoples, kwa sababu ya muda naomba nitume ujumbe ufuatao. Nataka kuzungumzia kitabu ambacho CCM kimesahau. Kinaitwa Tanu na Raia. Kiliandikwa na Mwalimu mwaka 1962. Kitabu hicho ndio msingi wa demokrasia iliyowekwa na mzee wetu Nyerere. Heche, wewe na Lissu mwenzako mmeanzisha kitu ambacho kilitabiriwa. Nyerere kabla ya kufa alisema katiba yetu akiingia rais mbaya itakuwa ya kidikteta. Lissu na Heche sasa ndio mnaweka historia ya ukombozi mpya. Nyerere alianza ukombozi wa kwanza, yeye mnaleta ukombozi wa pili. Na katika ukombozi huu msiogope. Udikteta wa Samia na serikali ya CCM umeonekana wazi. Watu wanauliwa, rais haongei. Watu wanatekwa, rais hasemi. Rais anajitamka yeye ni chura, kiziwi. Nyerere kuweka hata siku moja chura kiziwi kuwa rais wa nchi hii. Nyerere alitaka CCM iwe na viongozi wa kulinda wananchi. Kwa sababu ya muda niseme sasa ni wakati wa no reform, no election, kuiondoa CCM. Na si dhambi kusema tunataka kumwondoa Samia, kwa sababu dikteta hauondoki, isipokuwa lazima huyo dikteta aondolewe. Asanteni sana. Asante sana daktari. Makofi kwake. Makofi watu wa Arusha. Makofi sana wakati anaondoka jukwani. Lakini vile vile bila kusahau nitambue uwepo wa mkurugenzi wa mambo ya nje wa chama chetu na watu wanaoishi nje diaspora. Asimame awapungie mikono, nitakuwa ni mtovu wa fadhila nisipotambua uwepo wake. Asante sana mheshimiwa, na kushukuru sana. Ndio, naendelea na itifaki. Sasa naomba nitumie muda huu kumleta kwa dakika moja dada yangu Grace. Njoo kwa umuhimu wako na upekee wako uwasalimie watu wa Arusha, na naamini utatumia muda inavyowezekana. Ninaambiwa ulisha kuongea, lakini kwa sababu nisha kusimamisha, njoo wakuone tena kwa mara nyingine kwa nusu dakika uwasalimie tena, akiwepo mheshimiwa makamu mwenyekiti wa chama, ili iwekwe kwenye rekodi zaidi. Au unasemaje? Sawa sawa. Mheshimiwa makamu mwenyekiti, mheshimiwa katibu mkuu na viongozi wote, wananchi wa Arusha tulishasalimiana. Ndio peoples. Sasa naomba niendelee kidogo. Katika ile sheria ya mafao ya viongozi wa kisiasa wameweka sheria kwamba sasa hivi sheria kabla ya haya mabadiliko ilikuwa kwamba rais mstaafu pekee ndio mazishi yake, gharama yake yanalipiwa na serikali. Wakaongeza kwamba mpaka mwenza wake mazishi yake alipiwe na serikali.
sheria ilikuwepo kwamba makamu wa rais na waziri mkuu ndio mazishi yao yatalipiwa na serikali wastaafu, lakini sasa wakaongeza kwamba mpaka wenza wao. Naomba niwaulize watu wa Arusha, mahospitalini hakuna madawa. Wanawake wa Sekei mnaenda hospitali mnajifungulia chini. Wanawake wa daraja 2 mnaenda hospitali hakuna panado. Wanawake wa Arusha na wanawake wa Kitanzania mkienda hospitali mnalalia kitanda kimoja watu 4. Lakini hawa wabunge wa Chama cha Mapinduzi na unafiki wao bungeni wanapitisha sheria ambazo zinawalinda wao wakiwa hai, zinawalinda wao wakifa na mpaka mazishi yao. Yaani wanajilinda wakiwa hai na mpaka watakapokufa na mpaka mazishi yao. Lakini nyie wananchi wa Arusha ambao hata hamjui kesho yenu, hamjui afya yenu, hamjui mtakula nini, hamjui elimu zenu, wamezisahau. Sasa nawaomba wananchi wa Arusha, ungeni Chadema, iungeni Chadema na no reforms, no election. Ili tupate mabadiliko ya kanuni na sheria za uchaguzi ambazo zitawapeleka bungeni watu ambao wana nia ya dhati ya kuwatetea, watu ambao wana nia ya dhati na maslahi yenu na maisha yenu. Asanteni sana wana Arusha. Jembe si jembe. Amelitumia dakika zake hajazitumia. Dada Grace, ushaikutana na bwana Jela? Mimi sifahamu. Asanteni sana. Naendelea na itifaki. Sasa vijana wa Arusha, vijana wajanja kabisa wa Arusha, mikono yenu weka juu namna hii. Niwaletee mwenyekiti wenu, mwenyekiti wa vijana wajanja walioshindikana kwenye nchi hii. Mwenyekiti, Mheshimiwa Wakili Msomi, karibu sana uzungumze na watu wa Arusha. Watu wa Arusha, nikiwauliza ngumi ziko wapi tusalimiane, naomba mseme hizi hapa. Ziko wapi tusalimiane? Peoples. Kule nyuma ziko wapi tusalimiane? Peoples. Mheshimiwa makamu mwenyekiti wa chama chetu, Mheshimiwa katibu mkuu, wajumbe wa kamati kuu na viongozi wote mliopo jukwaa kuu na watu wa Arusha, asalamu alaykum. Tumsifu Yesu Kristo. Ninayezungumza kwa sasa naitwa Deogratias Cosmas Mahinyila. Ni mwenyekiti wa baraza la vijana wajanja kabisa, vijana wa Chadema, tunaitwa Bavicha. Kwa sababu ya muda na mimi kwa haraka niseme mambo yafuatayo. Jambo lolote linalohusu uhai likitokea kwenye taifa lolote, taifa lenye watu wenye akili huwa linasitisha kila kitu, linajadili uhai hata kama utakuwa ni wa mtoto mdogo. Leo wana CCM wanahubiri amani. Ukienda kukutana na familia ya Mdude, ukikutana na mke wa Mdude, ukimwambia amani, atakuona wewe ni mpumbavu kwa sababu mume wake hamuoni. Leo ukienda kwenye familia ya Soka, ukiwaambia kuhusu amani, hawatakuelewa unamaanisha nini kwa sababu wamempoteza ndugu yao. Ukikutana na mtu anazungumzia maendeleo kwenye taifa hili, hataeleweka kwa familia ya mtu anaitwa Amani Manengero kwa sababu barabara, lami itawasaidia nini? Yuko ndugu yao hawamjui alipo. Tulitegemea tuwe kwenye taifa linalothamini uhai wa watu wake. Leo sisi vijana wa Chadema, vijana wa taifa hili, hatuna amani, hatuna haki yoyote, hatujisikii chochote kwenye taifa hili kwa sababu hatuna uhakika kama tutaamka kesho tukiwa salama. Ndio maana sisi vijana wa Chadema tunapinga ibara ya 67 ya katiba yetu. Inasema ili uwe mbunge, sifa yake unapaswa kuwa unajua kusoma na kuandika. Sio lazima uwe umefika hata darasa la 7. Sisi vijana wa Chadema tunapinga hilo kwa sababu ukiwa huo ndio utaratibu kwenye taifa hili, nyie wazazi hamtawashawishi watoto wenu waende shule kwa sababu mtoto hata kama asipoenda shule akijua kusoma na kuandika, ndoto yake ikiwa ni mbunge atakuwa mbunge. Sisi tunapinga vijana wa Chadema upumbavu wa namna hiyo. Mambo haya ndio yanayotusababishia kwenye taifa letu. Badala tuwe na bunge litakalo jadili kuhusu ajira kwa vijana, toka mwaka 2015 mpaka leo wako zaidi ya 200,000 kwenye taifa hili hawana kazi kwa sababu vioni walisomea ualimu, hawana kazi.
Badala tuwe na bunge linaloweza kujadili ajira za vijana. Vijana watapataje ajira kwenye taifa letu? Tunalo bunge linaumia. Akisikika mbunge mmoja ametoa mfano wa kwamba ikitokea mtoto wa rais akatobolewa macho au akatekwa, rais atajisikiaje? Wako wabunge wanasema mtu aliyetoa mfano huo ni mtu wa hovyo na waajabu. Hawaumii vijana wanaotekwa, vijana wanaouliwa kwenye taifa hili, wanaumia mifano ya mtoto wa rais. Tunalo bunge la watu vilaza na wahuni. Nimemsikia mwingine jana anasema eti vijana wanaosuka nywele anamshauri waziri wa mambo ya ndani Bashungwa awakamate. Yaani tunao wabunge ambao badala wajadili masuala ya utekaji, masuala ya kuuliwa kwa vijana, masuala yanayohusu uhai wa vijana kwenye taifa hili, wao wanamshauri waziri wa mambo ya ndani badala ya hangaike na utekaji, eti hangaike na vijana wanaosuka nywele, vijana wa kiume. Wametuita kenge. Wako wabunge wanaoita kenge. Mwingine nimemsikia na yeye eti anasema kwenye taifa hili ni lazima tutafute utaratibu, kanuni za watu kula. Watanzania hawajui kula milo kamili. Yaani kipaumbele cha wabunge wa bunge la jamhuri sio uhai unaohusu vijana wa taifa hili, sio tatizo la ajira linalohusu vijana wa taifa hili, sio masuala ya afya. Asilimia kubwa ya vijana wa sasa hivi kwenye taifa letu wanafanya bodaboda. Lakini leo ukiondoka na bodaboda, hiyo serikali ambayo ilipaswa kuwahakikishia vijana angalau bima ya afya, ukiondoka na bodaboda ukivunjika na mguu, huwa una uhakika kwenda kutibiwa hospitali. Sio kazi ya maana, lakini tulitamani serikali tutengenezee mazingira bora, ila hakuna wanachokifanya. Wao wadili habari za kumsifia rais na kumtetea rais. Sasa sisi vijana wa Chadema tunasema hili bunge tulilonalo, na Wakenya wanatudhihaki sana, wana haki ya kusema hivyo, kwa sababu wanayozungumza wabunge wetu ni mambo yasiyohusu maisha yetu. Sisi vijana wa Chadema tunasema bunge hili la hovyo tulilonalo, sababu ya hovyo wake kubwa ni kwamba nyinyi watu wa Arusha hamkuwachagua wale watu walioko bungeni. Ni wahuni ambao aliyewachagua ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu mfumo wa uchaguzi kwenye taifa hili ni kama ulivyokuwa wapanya: baba mwizi, mama mwizi, mjukuu mwizi, mpaka vikukuu ni wezi. Tume ya uchaguzi kwenye taifa hili wote ni wezi, kuanzia mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi, wakurugenzi, watendaji wa vijiji, watendaji wa kata, wote ni wezi. Ndio maana sisi vijana wa Chadema tumesema mwaka huu kama noma wacha ikawe noma. Mwaka huu sio tu kwamba huo uchaguzi hautakuwepo, hatutaruhusu hata CCM wafike muda wa kwenda kuzichukua fomu, kwa sababu wakifanya hivyo tunakuwa tunatengeneza watu ambao watakwenda kutusababisha maisha yetu yaendelee kuwa magumu. La mwisho, yako matishio mengi yanayokihusu chama chetu, na tishio lingine limefanywa na msajili wa vyama vya siasa. Sasa mimi naomba nitumie jukwaa hili kumwambia msajili, punguza wenge mzee, punguza wenge. Hii Chadema huwezi kuifuta, na hii Chadema huwezi kufa, kwa sababu iko kwenye mioyo ya Watanzania. Wewe kama una lolote unataka Chadema ifanye, tulia, tutalifanya, lakini sio kwa kupelekesha. Sisi sio mafala na hatuwezi kufanya kwa sababu umesema wewe. Kila kitu chetu tutakifanya kwa muda wetu ambao tutaamini ni muda sahihi wa kufanya. Kwa hiyo sisi hatuogopi chochote Chadema, iwe kuitisha baraza kuu, iwe kufanya jambo lolote. Lakini hata tukiamua kufanya hivyo, hatutafanya kwa sababu wewe umetuambia, na hautatuchagulia mtu yoyote awe kiongozi wa chama hiki. Mnyika ataendelea kuwa katibu mkuu, Lema ataendelea kuwa mjumbe wa kamati kuu, Wasima ataendelea kuwa mjumbe wa kamati kuu, kwa sababu sisi watu wa Chadema ndio tulioamua, na wala hutatupangia. Kwa hiyo tulia mzee, tuliza boli, acha wenge. Hiki chama ni chama cha Watanzania na kiko imara. Asanteni sana na Mungu awabariki sana. Watu wa Arusha msikie kijana. Kuna maneno ya vijana jamani, ndio hayo. Sawa. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti wa Baraza la Wanawake, karibu uzungumze na watu wa Arusha. Karibu sana mama. Karibu uzungumze na watu wa Arusha.
Arusha mjambo? Sitaki matani na nyinyi gani mshiriki zangu. Sitaki matani na nyinyi. Asante sana. Arusha pia. Vipi huku umetumwa au? Kama umetumwa tupie tena. Arusha people! People! Asante sana. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti Bara John Wegesa Heche, viongozi wa meza kuu, itifaki nimezingatia vyema. Sasa ndugu zangu wana Arusha, sitaongea mengi leo lakini nitazungumza kifupi na kiufasaha. Na nifahamu vizuri. Nimesema nani nyinyi shemeji zangu lakini sitaki matani. Sawa, peoples. Ndugu zangu wana Arusha, nyinyi ni watu wa mabadiliko. Kweli kweli? Sasa kama watu wa mabadiliko, naomba mfahamu kuwa hii nchi hakuna mwenye hati miliki ya nchi. Nchi ni yetu sote. Nchi yetu. Hivyo tuna haki na wajibu wa kusema hapana kwa sauti moja pale tunapoona mambo yanakwenda mrama. Licha ya rasilimali nyingi tulizokuwa nazo katika nchi yetu, lakini bado wananchi ni maskini. Ni kwa sababu za msingi viongozi ambao tuliokuwa nao hawawajibiki kama inavyotakiwa. Sasa ndio maana tunasema Chadema kuwa hakuna mabadiliko ya sheria za uchaguzi, hakutakuwa na uchaguzi. Tunahitaji mabadiliko ya sheria mbalimbali za uchaguzi zifanyiwe marekebisho ili tuweze kupata viongozi wanaotokana na ridhaa yenu nyinyi wananchi, na sio viongozi wa kuchaguliwa. Muda umefika ndugu zangu wana Arusha, tusimame kwa pamoja tudai reforms. Na kama hatujapata reform, baraza la wanawake tutasimama imara kwenda kuzuia uchaguzi. Hautafanyika uchaguzi. Baba zangu, ndugu zangu, mama zangu, kina mama wenzangu, tusimame kwa pamoja tuseme tunataka reformu za uchaguzi. Tunataka mabadiliko sheria mbalimbali za uchaguzi ili kusudi twende tukawachagua viongozi wanaotokana na ridhaa ya wananchi wenyewe, ili kusudi na sisi kina mama tuweze kuingia katika uchaguzi, twende tukachaguliwe na tuwe sehemu ya maamuzi. Vinginevyo namwambia Samia Suluhu Hassan, uchaguzi mwaka huu utafanyika kama hakutakuwa na sheria mbalimbali. Awacha tumejipanga hilo na hatuogopi mabomu, hatuogopi kitu chochote. Tunasema hakuna mabadiliko ya sheria za uchaguzi, hakutakuwa na uchaguzi. Sasa nimalizia kwa kusema jambo moja tu, wana wa mabadiliko. Mimi ninaamini sana Arusha ni watu wa nini? Mabadiliko. Watu wa nini? Mabadiliko. Natakiwa mtunge mkono juu ya hili. No reform. No reform. Asante sana. Sasa niwaombe sana, nimalizia kwa kusema kuwa bado tuna wajibu na haki. Tupazeni sauti zetu, tudai hizi sheria za uchaguzi zibadilishwe. Hapa ndipo tutakapoona viongozi ambao wanaotokana na nyinyi ridhaa ya wananchi wenyewe, na sisi kina mama tutakuwa wengi katika sehemu ya maamuzi. Namalizia kwa kusema kuwa kijua ndio hiki, msipouanika mtaula mbichi. Ninaombeni sote kwa pamoja, pazeni sauti tuseme no reform, no election. No reform, no reform. Asanteni sana, tuko pamoja, nawapenda sana. Shangilie mama Chechei. Asanteni sana. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti wa Baraza la Wazee Taifa, Mama Susan Limo, karibu zungumze na watu wa Arusha, watu wa nyumbani kabisa. Karibu mama. Karibu sana. Chadema nitakulinda kama
jijini Arusha, Mheshimiwa makamu mwenyekiti na kaimu mwenyekiti wa chama chetu, waheshimiwa wajumbe wa kamati kuu wenzangu, itifaki nimezingatia. Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikisema no reforms mnasemaje? No reforms. Ndugu zangu, kwa sababu ya muda nitaongea mambo mawili matatu. Jambo la kwanza, kwa nini tunasema no reform no election? Mtatambua kwamba nchi hii tumeingia kwenye vyama vingi vya siasa toka mwaka 1995. Katika chaguzi zote tumekuwa tukifanya vizuri sana. Lakini mwaka 2020 mwenda zake alihakikisha kwamba ameiba uchaguzi mzima. Kwa hiyo Chadema ambayo ilikuwa na wabunge 71 2015 mpaka 2020 na mimi nikiwa mmoja wapo, 2020 tumeambulia kupewa mbunge mmoja. Kwa hivyo ndugu zangu, tumeendelea, lakini tukaamini kwamba baada ya mwenda zake kwenda zake akachukua Mama Samia, tukiamini mwanamke huyu mwenye uchungu kwa sababu amezaa watoto atafanya mageuzi makubwa. Akaja na kitu kinaitwa 4R. Zile 4R zimegeuka kuwa mwiba mkali sana. Wote mtakumbuka toka mwaka 2022 alianzisha hizo 4R's maridhiano, tukafanya maridhiano. Lakini maridhiano yamekuwa kizungumkuti. Uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2024 mwaka jana tu, wote mliona CCM wamepata zaidi ya 99.8. Wagombea wetu Chadema tulisimamisha wagombea nchi nzima, lakini ukaribia wote walienguliwa. Arusha walienguliwa, kuenguliwa wote. Sasa tunasema kwa staili hii hatuwezi kuendelea watu wetu kuuawa, tunaendelea kuwa wasindikizaji wakati tunahakika Chadema ni chama kikuu cha upinzani, lakini ni Chadema ni chama ambacho kina watu makini, na hasa ukizingatia tumepata viongozi makini wakiongozwa na Antipas, si ndio? Akisaidiwa na Mheshimiwa John Wegesa Heche kutoka kule Tarime, si mnajua kanda maalum. Kwa hivyo ndugu zangu, ukisoma katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 77 ibara ya 74 kifungu cha 12 kinasema hivi: hakuna mahakama yoyote itakayokuwa na mamlaka ya kuchunguza jambo lolote linalohusu tume ya uchaguzi. Kwa hiyo leo tume ya uchaguzi ikiamua kura zihesabiwe nyumbani kwa mwenyekiti wa CCM, sisi Chadema hatuwezi kwenda mahakamani. Hapo vipi? Tutakubali? Kwa hivyo ndugu zangu, hayo pamoja na mengi ndio sababu tunasema no reforms no election. Jambo la mwisho ndugu zangu, najua Arusha ni mkoa wenye utajiri mkubwa. Nyinyi ndio mna Tanzanite, madini ambayo hayapatikani sehemu yoyote zaidi ya hapa Arusha na Simanjiro, si ndio? Lakini wananchi ni maskini. Leo tunajua tunatoka kwenye dini mbalimbali, si ndio? Tuna imani mbalimbali. Leo malaika au Mungu akashuka akasema vijana wenye mtaji wa shilingi 100,000 ndio wataenda mbinguni. Wangapi wataenda mbinguni hapa? Hebu nyosha mkono. Hakuna, si ndio? Huu maskini umeletwa na CCM. Kwa hivyo tunaposema no reforms, kwa sababu hatuna viongozi bora. Kwa hivyo kwa sababu ya muda, niwashukuruni sana. Baraza la wazee tutakuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba hakutakuwa na uchaguzi. Mwezi wa 10 mwaka huu tutahakikisha uchaguzi haufanyiki kama hakuna mabadiliko yoyote. People, asanteni sana. Sasa naomba nimkaribishe mwenyekiti wa kanda yake
mjumbe wa kamati kuu na mwenyekiti wa kanda ya kaskazini, Mheshimiwa Wakili Msomi Welwel. Karibu sana kaka. Asante. Peoples! Arusha Peoples! Mlioko kule nyuma Peoples! Natamani picha pia imfikie Das wa wilaya hii. Leo alituambia kwamba Chadema mmesha kufa. Sasa natamani picha hizi paka kule zimfikie. Peoples! Mheshimiwa mwenyekiti wa chama taifa, waheshimiwa viongozi wa taifa, itifaki imezingatiwa sana. Mimi kama mwenyekiti wa kanda, kwa ajili ya muda, nitumie fursa hii kwanza kuwakaribisha sana viongozi wa kitaifa. Karibuni sana kwenye kanda yetu. Tutakuwa na ziara, tutakuwa na mikutano 22 ya moto kweli kweli kwenye kanda yetu. Wangapi wako tayari kuwapokea viongozi wa kitaifa? Jambo la pili, ni waombe wana Arusha, ni waombe wana kaskazini, mtuunge mkono kwenye agenda yetu ya no reforms, no election. Wako watu wanadhani tunaogopa kwenda kushiriki uchaguzi. Hapa Arusha mnaogopa kwenda kushiriki uchaguzi Chadema? Mnaogopa kushiriki uchaguzi? Gambo na Makonda wanagombana wakati hawana lao hapa. Tulipokuwa wadogo sisi tulikuwa tunakaa barabarani, mheshimiwa makamu, watoto tunagombania magari. Kila mmoja anasema hili langu hadi tunapigana hivi. Sasa Makonda na Gambo wameonyesha tabia kitoto sana. Wanagombania kisicho chao, hawana lao hapa. Wangapi wananiunga mkono kwa hilo? People! Naomba niwalete viongozi waliobakia. Nianze na Mheshimiwa Rose Maemba. Karibu sana uzungumze na wana Arusha. Watu wa Arusha Peoples! Watu wa Arusha Peoples! Mheshimiwa makamu mwenyekiti Tanganyika John Heche, katibu mkuu John Mnyika, pamoja na viongozi wote walioko meza kuu, ndugu zangu watu wa Arusha, kwanza nina furaha sana kuzungumza na ninyi. Lakini pia naomba nitumie nafasi hii kuwaomba sana. Kama mnavyojua, chama chetu kinapitia kwenye mambo magumu sana. Na ni mambo magumu haijawahi kupitia tangu kuanzishwa kwa chama chetu. Kwa hiyo ninaomba tuwaombee sana viongozi wetu. Tumuombee sana makamu mwenyekiti pamoja na jopo lake, ili Mungu awape hekima, awape maarifa, tuweze kutoka kwenye mapambano haya tukiwa washindi. Lakini jambo la pili, ninaomba nitumie jukwaa hili kuzungumza na wanawake wa Kitanzania. Na ninazungumza na wanawake wa Kitanzania kwa sababu jambo ninalotaka kuzungumza katika namna ya pekee linagusa tumbo la uzazi la mwanamke. Nchi yetu imechafuka kabisa. Watoto wanatekwa, watoto wetu kina mama. Watu wanauawa mchana kweupe. Mtu anashushwa mpaka kwenye gari. Imefika hatua hawa watu hawaoni aibu, wanashusha mtu kwenye gari, kesho mnakuta amemwagiwa tindikali amekufa. Unaweza ukaona wanakuja sasa. Zamani tulikuwa tunadhani ukirudi nyumbani umelala uko salama. Leo ukirudi nyumbani ikifika saa 7, saa 8 unashtuka, usingizi unakata. Wewe watakuja au hawatakuja? Maana unakumbuka story ya Mdude Mbeya, walimchukua usiku. Leo hatujui aliko. Tumbo la mama yake Mdude linahangaika, hajui mtoto wake aliko mpaka dakika hii. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuna wanawake wako pale wanazungumza, utafikiri watoto walienda kununua madukani. Nimeshangaa, nchi iko katika hali
inaeleza kwamba kwanza rais ni sehemu ya bunge, lakini sehemu ya pili ya bunge ndilo lile bunge linaloendelea sasa hivi, ambalo katiba inaitambua kama chombo muhimu, chombo maalumu ambacho kwa madaraka kiliopewa kwa niaba ya wananchi kitafanya kazi ya kuisimamia na kuihoji serikali, kuisimamia na kuishauri. Lakini ukisoma pale kipengele cha pili, katiba inasema mbunge akiwa bungeni atamuuliza waziri swali lolote linalohusu kitu chochote kinachohusiana na umma wa Watanzania. Sasa leo watoto wetu wanatekwa, wakati wa mama wanalia majumbani, hawaelewi kesho itakuwaje. Wabunge wako bungeni eti wanashangaa na wanasikitika na wanawakanya watu wanaomsema rais. Eti kuna watu wanamsema rais vibaya. Sasa mimi naomba niwaambie, badala ya kutumia muda huo kusema rais anasemwa vibaya, wangetumia muda vizuri bungeni, waulize kwa nini wizara ya mambo ya ndani imeacha watu wanatekwa, watu wanakufa, watu wanauawa. Wizara ya mambo ya ndani ndio inayomtukanisha rais, sio wananchi wanaotukana. Kwa hiyo hao wanaomtukanisha rais ni wizara ya mambo ya ndani, kwa sababu imefika hatua wanawake mpaka wanabakwa. Rais ni mwanamke, mwanamama, na mimi najiuliza, hivi kina Abduli alizaa sio wake? Kwa sababu katika nchi hii wewe ni rais, serikali yako, mwanamke anatoka hapa anabakwa, mwanamke, wewe ni rais. Ni mambo ambayo yanahitaji sisi kama taifa tuibue mjadala na tuwakatae CCM kwa vitendo. Na ndio maana tunasema, kwa sababu wako pale kwa hisani, wamejisahau. Tuhitaji reforms ili wananchi wapate viongozi wanaowataka. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Wanaingia madarakani huyo. Pause. Naomba sasa nimlete aliyekuwa mbunge wa Arusha mjini, Mheshimiwa Godfrey. Achia kidogo watu wa Arusha wapate wera hapa. Ndugu zangu, tuko na makamu wetu mwenyekiti, Mheshimiwa makamu, hii ni Arusha. Huo mkutano umeanza kutangazwa leo kwa sababu ya figusi za Makonda, na nitamsema kidogo. Sasa kwa sababu ya muda, naomba niende moja kwa moja katika mfano huu, mjue kwa nini tunatembea. Naomba zile kofia zangu ndugu. Naomba watu watano wapande hapa. Watu watano pande hapa mara moja. Naomba na mama mmoja hiyo. Na nyinyi waandishi wa habari mje mpigie picha hapa juu ili nyomi Mama Samia ione na hao wapambe wengine hao. Pande watu watano. Anaomba mama aliyevaa kama kange kigauni. Mama njoo, ndio watu wa mfano wewe. Wewe weka hapo sio. Mama njoo. Sasa nataka mjue kwa nini tunazunguka tunasema kama hakuna mabadiliko ya sheria za uchaguzi, chama chetu kitaunganisha wananchi na watu wote wenye akili timamu kuzuia uchaguzi katika njia halali na za haki na za amani. Naomba nitoe mfano huu. Ndugu zangu, naomba Gerembe, mama njoo. Hii aje akushikie watu wengine. Toa hii. Wewe nitakutolea mfano kama Rais Samia. Wewe utakuwa Rais Samia kwa mfano. Bye. Tap hatuna muda kabisa. Tap kama Mama Samia anavyovaga. Si ndio hivyo Samia?
Nyie sogeni nyuma kidogo. Sogeni nyuma. Angalia. Mama angalia usiku. Ndugu zangu, Tume ya Taifa ya Uchaguzi ya sasa sura yake ni hii. Naomba mnielewe. Huyu ni Rais Samia. Anamteua mkurugenzi mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Sio hapa mheshimiwa mwenyekiti. Huyu Rais Samia anamteua mkurugenzi wa taifa ya uchaguzi. Mkurugenzi wa taifa ya uchaguzi. Huyu Rais Samia anamteua mkuu wa mkoa wa Arusha. Huyu Rais Samia anamteua njoo hapa mama, njoo. Mama tutolea mfano kama unataka kuvaa shuka. Toa. Anamteua wewe nani wewe? Mkuu wa mkoa. Wewe Makonda, sogea. Sogea Makonda. Anamteua mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Arusha. Alafu anamteua mkuu wa wilaya ya Arusha. Naomba watu wawili, njoo. Nyie wawili njoo, asante. Na wewe njoo msura njoo. Sasa wewe nani bwana? Wewe ni mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, mkurugenzi. Hawa wote sogeni nyuma, mfano wangu elewe. Hawa wote mteuzi wao ni Rais Samia. Na hao wote wanahusika katika usimamizi wa nini? Wa uchaguzi. Umeona leo huu sio mkutano wa kampeni wa kuomba kura. Ni mkutano wa kawaida wa kujenga uelewa kwa wananchi. Jana saa 8 mkutano umetangazwa siku 3 siku 4 Kilombero. Si umetangazwa Kilombero? Jana saa 9 jioni unasema hamtafanyia Kilombero, nendeni Relini. Usiku saa 4 ndio makamu mwenyekiti na viongozi wengine wakubaliana waje soko kuu. Hii sio wakati wa kampeni. Sasa jiulize, ikiwa ni wakati wa kampeni mnakwenda kuchagua viongozi, huyu mkuu wa mkoa na huyu mkuu wa wilaya watafanya nini katika uchaguzi? Lakini huyu mkuu wa wilaya nyuma yake mtu anaitwa OCD. Mbele yake OCD anaingia kwenye kikao kinaitwa kikao cha kamati ya ulinzi ya usalama ya wilaya, na mtu anaitwa DSP, afisa usalama wa taifa wilaya. Bosi wao ni mkuu wa wilaya. Huyu mkuu wa wilaya aliyoko hapa hajasomea kupiga bunduki, hajasomea masuala yote ya ulinzi na usalama, lakini yeye anakuwa mkubwa wa OCD na polisi, na ndio anatoa maelekezo, na ndio unaona kunyimwa mikutano, kunyimwa nini. Sasa hawa, huyu mkurugenzi nyuma yake kuna mtendaji ameajiriwa na halmashauri, na kwenye kituo cha kupigia kura msimamizi ni mwalimu ameajiriwa na halmashauri. Huo ndio mfumo unaosimamia kura. Sasa swali nalowauliza, kwa sura hii kuna uchaguzi, kuna uni. Kuna uchaguzi, kuna uni. Wewe mama, umeupiga mwingi, umejenga madaraja, mabango kila mahali, mama. Amoni nie. Sasa tunamwambia weka tume huru. Tume hii ama watu wao ambao wanajishughulisha na usimamizi wa uchaguzi kuanzia ulinzi mpaka vituoni, hawa ni sawasawa na Simba na Yanga icheze alafu Manara awe refa. Huo mpira utakuwaje? Sasa tunazunguka nchi nzima kuambia sura ya sasa ya uchaguzi, tume ya uchaguzi ina sura hii. Swali nalowauliza, tunavyotafuta mabadiliko ya sheria za uchaguzi, tuko sawasawa na halali ama tuko sawasawa? Rudisheni mtendakazi vyangu, shukeni chini. Jamani, Arusha mnaelewa? Mnaelewa? Kwa sababu watu wengine watasema, lakini mheshimiwa Lema tulishinda ubunge, tulishinda kwa gharama kubwa sana. Watu wengine walikufa, wengine waliumia. Hatuhitaji uchaguzi wa damu, tuna uchaguzi haki na halali. Sasa kuliko tufe
mara baada ya uchaguzi, ni bora kukawepo na itisho kubwa la maandamano la kudai tume huru ya nini? Ya uchaguzi. Mmeona bunge kule? Hakuna wabunge kule. Gwajima amesema hoja ambayo tunaisema kila siku. Amemtolea mfano Rais Samia. Anamwambia rais, hivi wewe ungekuwa ndo mtoto wako Abduli ama mko wako sasa hivi Mchengerwa atekwe, Mchengerwa mko wake atekwe ama Abduli atekwe, rais atamwaja IGP kazini? Gwajima anasema utekaji umezidi, watu wanauawa, watu wanatekwa. Tunaomba serikali ichukue hatua hasa. Mheshimiwa Rais, wabunge wa Chama cha Mapinduzi ndani ya bunge akiwemo Bwana Wendwa hajaongea chochote kuhusu maisha ya binadamu. Mheshimiwa mbunge, umeelewa? Sasa tunasema nini? Ili kupata wabunge sahihi, watu watakaoweza kupigania wananchi, madiwani sahihi na rais sahihi, lazima uwe na mfumo wa uchaguzi ambao unaruhusu ushindani. Na kwa sababu huu ni mkutano wa uzinduzi wa operesheni yetu kanda ya kaskazini, tutakuja hapa tuambiane maneno mengi maana hili jambo, lakini muwe na moyo mkuu na Arusha muwe tayari wakati wowote. Siku zote sisi tumekuwa wa kwanza katika mabadiliko. Sasa kuna wapumbavu watakuja hapa, wameenda chama kimoja cha chakula kule. Ushauri wangu ni huu, msiende kwenye mikutano ya vyama ambavyo ni wachumba wa CCM. Msiende, sikiliza. Kwenda kwenye hiyo mikutano ni sawasawa na wewe uende chumbani kwa mchumba wako wakati ana mtu mwingine. Usiende. Ukienda watapata picha, wanatafuta hizo picha ili wahype kuelekea uchaguzi mkuu. CCM inajua haiwezi kwenda kwenye uchaguzi bila chama kikuu cha upinzani. Uchaguzi utakosa uhalali kimataifa, na ukikosa uhalali watashindwa kutambulika. Wametengeneza chama kingine kidogo, wamekipa pesa kizunguke nchi nzima. Sasa ukienda people watapiga picha, alafu wataingia nacho kwenye uchaguzi. Itaonekana kwamba kile chama, kuna chama kingine kikubwa kuliko Chadema, na ukitaka kujua ni chama chao, hakuna hata mwanachama mmoja kati ya wale wachache walioondoka ameenda ACT ama CUF ama NCCR. Watu wameenda chama hicho kwa sababu ni mradi wa Chama cha Mapinduzi. Msiende kwenye chama hicho. Asanteni sana. Bwana Fazil, naomba nimlete mwenyekiti wa kanda ya Pwani.